Captain Kizinga, uko vizuri? Niko vizuri, nashukuru Mungu. Umekuwa moja kati ya shabiki wa Young Africans ambao umeshuhudia mchezo wa Msimbazi dhidi ya Esperance ambao umetoka sare 2-2. Pengine watani wako walipungukiwa sehemu gani? Kwanza niwapongeze kwa awali kwa kuwa na mchezo mzuri dakika za awali. Lakini ubovu ulionekana mara baada ya kutoka Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma alikuwa amedominate sana eneo la kati na ndio alikuwa analeta uhai wa timu. Lakini baada ya kupata injury akatoka, walioingia wote ilikuwa ni madudu. Wamekuja kucheza hovyo na hatimaye kiungo ikawa imekufa. Waarabu wameingia na game plan nzuri, wamechomoa goli na wameongeza goli lingine na almanusura wapate goli la 3. Kwangu mimi nimesikitika kupata matokeo hayo kwa Mwarabu. Kwa sababu awali nilisema mimi babu yangu mzamama kwao ni Tunisia kule. Kwa leo nilikuwa nashirikiana na Watunisia wenzangu. Mimi nipo kwa mkopo. Unaona bwana? Lakini tumekosa matokeo. Lakini alama moja sio mbaya. Tuwaambie tu kitu kimoja. Wana kila sababu ya kuitengeneza timu. Ukiona Yanga inakuwa na timu bora, inapambana na National, inapata goli dakika za ngapi, alafu National anakuja kuchomoa. National anashangilia, anafurahi kwa kuchomoa goli mbele ya Yanga. Jua kwamba ni kiasi gani timu imetengenezwa. Sawa? Sasa wewe unatakiwa utengeneze timu kwa kutia hela. Mpira sio maneno, mpira ni fedha. Una wachezaji wepesi sana. Wachezaji wa kawaida sana. Umeelewa bana? Ukiangalia kwangu mimi kwa namna nilivyoangalia mchezo, labda kidogo yule Guaye sio anaitwa? Yule kidogo alikuwa anaonyesha uhai mwanzo, lakini alikuwa anacheza na nani? Nani wa kumsaidia? Umeelewa bana? Kwa hiyo kuna kila sababu ya wao kuangalia na kuandaa timu. Yes. Lakini ukitazama namna ambavyo comeback imefanyika kwa upande wa Esperance de Tunis, Simba walikuwa mawapi zaidi? Uzungumzia kwenye eneo la kiungo, lakini baada ya kufanya mabadiliko bado timu ilionekana ikiwa chini. Simba wamekuwa mawapi? Hawakuwa na watu mbadala wa kuweza kubadilisha matokeo. Unaweza ukaona Esperance namna ambavyo wamefanya sabu walioifanya imekuja kuwapa faida. Wametoa watu, wameingiza watu, na wale watu wamekuja kupushi timu mpaka yule bwana mdogo anafunga goli la kukevu. Umeelewa? Na yule bwana mdogo amekwenda kuwafundisha matumizi ya kevu yanakuaje. Na Guaye ana kila sababu ya kuangalia wale wanaofunga magoli hayo wanayafunga kwa namna gani. Kwa sababu yule bwana amepata nafasi nyingi sana. Alikuwa anajaribu kutafuta nafasi ya kukevu na alikuwa anaipata, lakini hapigi mipira. Lakini alikuwa anataka kurudisha nyuma mipira kwa watu wengine. Lile ni darasa tosha. Huyu bwana mdogo amefunga goli la kukevu, amekuja kuwaonyesha. Kama angekuwa anatumia vile, ingekuwa inamsaidia. Lakini anachukua mpira badala ya kukevu anarudisha nyuma. Hiyo ni madhara makubwa sana. Ni matumizi mabovu ya nafasi kama zile. Muangalia Alan Okello akiwa anapata nafasi 2-3 lazima na kevu. Umeelewa bana? Japo afunge lakini kevu inakwenda. Almanusura goli imetoka nje, lakini umefanyaje? Hasa yeye ni winga, anatokea winga ya kushoto, ya kulia. Anatafuta nafasi ya kevu mipira. Alafu akevu hata kupiga yote kwa hivyo. Anarudisha mpira nyuma. Kwa hiyo yale ni matumizi mabovu. Kwa kitu ambacho wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanaitengeneza timu. Unasikia vitu hivyo? Waarabu hao. Umeona bana? Yaani hapo hiyo ndo sare. Yaani wao kwenu kama kwao kama kwao. Si umeelewa? Kwa kitu ambacho wanachotakiwa kukifanya ni kuandaa timu. Kwa sababu awali hawakuwa na utamaduni huu. Mwarabu na mtu yoyote anakuja Benjamin Mkapa anafanyaje? Anatoka. Kwa hiyo bado taifa litakuwa linaendelea kupata aibu. Yes. Upande wenu mnajisikiaje kama Young Africans kuona Simba mapema sana ametandika daruga? Kwanza hakunaga furaha ya mwana Yanga muone Simba anashinda. Mwana Simba muone Yanga anafanyaje? Anashinda, wewe utakuwa mnafiki. Ukiniona mimi nazungumza hapa, wewe jiulize katika moyo wako, Yanga kifungo unasikitika au unafurahi? Umeelewa? Kwa hiyo hapa tunakwenda lazima ujue mimi nimefurahi kuona Simba ametoa haya matokeo. Na nimeumia sana kuona amepata 2-2. Nilitamani kuona Simba anafungwa. Penalti yule mwamba amepeleka juu, si yule amemtoa wapi yule? Au Malawi? Umeona bwana? Wewe utakuwa Mwarabu wa mchongo. Penalti gani unapeleka juu? Almanusura ufike mpira Mbagala. Umeona bwana? Kwa kwangu mimi ni wape pole wana Simba wote. Endeleeni kuumia. Huo uongozi mliochagua ndio mmewafikisheni hapo, na hao wachezaji ndio mlioletewa. Kwa hiyo bwana, mimi naungana na wanaosema mwenyekiti mitano tena, fresh tu. Lakini unaona mabadiliko ya wekundu wa Msimbazi kwenye mchezo? Mabadiliko? Namna ya uchezaji? Hapana. Bado ni ile. Kwa sababu kama unashindwa kupata alama 3 nyumbani, unategemea ukazipate wapi? Yaani wewe ukazipate wapi? Kwa sababu kuna kitu kimoja lazima ukiangalie. Wachezaji hawajitumi. Yaani dakika 45 za mwanzo kabisa ndio walionekana wana nguvu, wana power, wana push mipira. Lakini dakika 45 za kipindi cha pili wameonekana kuwa ni wavivu, wanazurura tu. Umemtoa mtu ana miaka karibia 70 anacheza mpira. Sasa hivi anakuja na kuletea kitu gani? Na ikiwa alikuwa anacheza zamani na alikuwa bora zamani. Sasa hivi unamleta. Sasa hivi kitu ambacho unatakiwa ujue, mpira sasa hivi wanacheza vijana. Morris Abraham nafasi ilikuwa inamhusu ile. Toka mwanzo damu changa ile. Si umeelewa? Sasa hivi soka lipo kwa vijana. Wewe unaleta mzee na miaka 70 akakupe nini? Na wakati uko zamani ndio kwa sasa hivi golikipa ndio anaweza kukupa kitu. Golikipa hata kizeeka nafasi yake ile safi tu. Wewe unaona kina Van der Sar wameacha golini wana miaka mingi.
Mwangalia Aishi Manula sasa hivi. Wewe ndio utasema mzee duka, lakini angalia anavyofanya kule Chamazi. Endelea na Uchebe. Bila shaka nguvu hizi Simba wanazihamishia kwenye NBC Premier League na ndio huko Young Africans yalipo, na tukumbuke tu ikifika match moja ndio mchezo wa dabi. Pengine Simba wanakuja na makali yake kwenye ligi tarehe 1 mwezi wa 3. Yaani kwa yule ambaye asiyejua, sasa hivi hakutakuwa na mchezo wowote wa ligi. Simba ndio watacheza mchezo mmoja wa kipolo dhidi ya Tanzania Prisons. Baada ya hapo hakutakuwa na mchezo mwingine mpaka tarehe 1. Umejipangaje kwenda kukutana na Yanga hii ambayo ni ya moto? Je, utakwenda kuzuia mara ya 7 isifike? Je, utakwenda kushinda? Utakwenda kufanyaje? Ni kitu ambacho unatakiwa kujitafakari. Lakini kwangu mimi, kwa timu yao unavyoiona, waendelee kuijenga kwa sababu dirisha lishafungwa. Unaenda kukutana na Yanga ambayo ina level yake ni ya kucheza na watu wakubwa barani Afrika. Ni ya kucheza na national hali. Je, wewe mziki huo unauweza? Una watu? Utakwenda kushikilia nani bomba mpaka Mbagala? Unajua Mbagala mbali kwa Icha. Umeshikilia hivi utakwenda? Utoke Kawe kwa Mwamposa mpaka Mbagala umeshikilia bomba, unaweza? Kwa Yanga hii. Nafasi ya Young Africans kimataifa inatoboa. Robo finali tunayo. Yanga chunguza vizuri katika mechi anazocheza ugenini. Yanga anakuwa vipi? Sisi hatufungwi ugenini. National ndo katufunga kwa sababu huyu mkubwa barani Afrika. Kwa namna yoyote atakuweka tu. Si umeelewa? Hata nyumbani sikupata sare alhamdulillah. Lakini National nyumbani kwake anakufunga tu. Kwa hiyo sisi mchezo tuliocheza na wale JS Kabiri, unaweza kuona mchezo ulikuwa moto kiasi gani. Kwa hiyo sisi ugenini hatupotezi. Tunakwenda kwa Farabati, tunakwenda kutoa sare au tunamuweka. Tukija hapa JS Kabiri, si tunaye. Yaani yule iwe mvua iwe jua, afe kipa afe beki, afe Masai afe Mangati, si tunaweka. Kwa Young Africans kuwa na pointi 5 sawa na Farabat inaongeza ugumu kwenye kundi? Haiwezi kuongeza ugumu. Bwana nikwambie kitu kimoja. Dar es Salaam Young Africans ichunguze vizuri falsafa zake. Kuna watu ambao walitoka dirisha dogo hili, wamepunguzwa, wameingia watu wengine. Mimi nakwambia Yanga hii nielewe ninachokwambia. Tunakwenda robo finali na Yanga hii ndio itakwenda kulisafisha taifa letu ambalo linakwenda kuingia aibu. Tumezoea zamani Simba na Yanga labda wavuke waende. Simba sio alikuwa kudhalilika hapa Benjamin Mkapa hata siku moja, so haukuwa utamaduni wake. Lakini leo hii hata timu za nje zinaona kwamba zikija hapa zinagema, zinachukua alama 3. Kwa hiyo Yanga ndio timu pekee ambayo itakwenda kuheshimisha taifa. Amini ninachokwambia. Simba msimu huu katika kombe la kimataifa, kombe la klabu bingwa, tangia michezo ya awali mpaka hivi sasa hajapata pointi 3 zozote katika uwanja wa nyumbani wala ushindi. Wanasema wengine huu uwanja umeharibiwa na Young Africans ndio maana wamekimbia. Hapana. Huu uwanja kwanza, swala la imani za uwanja ziondoe. Kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi na unachezwa watu wanaona. Wewe kama huna timu bora, huna kikosi kibora, huna maandalizi mabora, hamna kitu. Hamna kitu. Kwa sababu maandalizi ya Simba ndo haya unayoona. Simba unayemjua wewe mnyama, maandalizi yake hapa. Mgeni mwenyewe akija anajua kabisa hapa naenda kufa. National mwenyewe alipokuwa akija hapa, anajua kabisa mimi hapa sitoki. Kwa namna yote. Lakini hawa ndio wamemfanya National ashtuke. Jana Yanga tunacheza na National hali pale. National wamekuja na waganga karibia 8. Warabu wanapiga dua balaa. Mimi nimeona kwenye CCTV pale. Warabu kabla kuingia milangoni wanapiga dua balaa. Uchawi upo. Yaani jana Zanzibar ndo nimeona uchawi upo. Mimi nimeingia ndani mule. Warabu kama 8 hivi wanapiga dua. Uchawi upo. Mwarabu mchawi balaa. Nao ndo wamemfundisha. Mwarabu alikuwa akija hapa anachomoka. Anapigwa. Kaja kuangalia watu wanafanyaje. Hii sayansi na sisi tunaiweza. Sasa uchawi wa Kiarabu baba uchomoke. Na anajua mtu mmoja tu National. Mimi nakwambia jana mimi nilikuwa nampiga hata 3. Simuona vile vitu vile. Lakini ndio nikaamini kweli uchawi upo. National wako chomoka Zanzibar pale. Gereza ile Guantanamo, ukiingia utoke. Leo hii National anatoka. Nimelia sana jana. Nimelia sana. Shukrani sana. Asante sana. Sogea hapa Uchebe. Na unaweka